Beatrice hakuwa anajua kabisa kwamba Daniel yuko jijini Dar es Salaam. Hakujua pia kuwa Daniel sasa alikuwa anafanya kila jitihada kumtafuta. Kwa Daniel, jambo moja lilikuwa kichwani kwake, ampate Beatrice. Lakini Beatrice hakujua chochote kuhusu hilo. Yeye muda wote akili yake ilikuwa kwa Joji wake. Kwa upande wa familia ya mzee Abeli, hali ya kiuchumi ilizidi kuwa mbaya sana. Duka ambalo walikuwa wanalitegemea sasa lilikuwa limefilisika kabisa. Wateja walikuwa wamepungua na pia madeni yalikuwa yanaongezeka, na mwishowe wakalifunga. Hakukuwa tena na kipato cha uhakika nyumbani. Mama yake Joji, ambaye kwa muda mrefu alikuwa mgonjwa, angalau sasa alikuwa anaweza kutembea kidogo kwa msaada wa fimbo ya kutembelea, lakini bado alikuwa dhaifu. Baada ya kuona maisha ya mjini yanazidi kuwa magumu, wakaamua kufanya maamuzi ya kurudi kijijini Lushoto. Ingawa walikuwa wanajua kwamba kule kijijini watu wangewaangalia vibaya. Watu tayari walikuwa wanawacheka baada ya Neema kuuza mashamba yao ya ukoo, lakini hawakuwa na chaguo jingine. Hatimaye baba yake Joji, mama yake Joji pamoja na Regina wakaamua kurudi kijijini, lakini Ashura akasema hawezi kurudi pamoja nao. Baba, mimi siwezi kuondoka na nyinyi. Itabidi nibaki hapa mjini nimtafute kaka Joji. Hatuwezi tukaondoka wote wakati hatujui Joji yuko wapi. Mwishowe baba akakubali kwamba Ashura baki mjini ili aweze kupata taarifa za Joji. Hatimaye siku ya safari ikafika. Baba yake Joji, mama yake Joji pamoja na Regina walipanda basi la kuelekea Lushoto. Njiani kila mtu alikuwa kimya, hakukuwa na mazungumzo mengi. Kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Baba yake Joji muda wote alikuwa anatazama dirishani. Mama yake Joji alikuwa amekaa kimya. Regina naye alikuwa yuko kimya. Hawakuwahi kufikiria kabisa kwamba maisha yao yangebadilika kiasi hicho, kutoka kuwa familia yenye mashamba makubwa na biashara mpaka hatua hiyo walioifikia ya kupoteza kila kitu. Walijawa na majuto makubwa, pia hawakujua wafanye nini. Walipofika Lushoto, maisha yao hayakuwa rahisi hata kidogo. Hawakuwa huru sana kama zamani, hawakuweza kutembea hapo kijijini. Mara nyingi walikaa tu nyumbani kwao. Walikuwa wanaona aibu kutokana na watu walivyokuwa wanawacheka. Maisha yao yalikuwa magumu sana pale kijijini. Kwa upande wa Ashura, yeye ambaye alikuwa amebaki mjini, alikuwa anajaribu kufanya kazi ndogo ndogo. Na sasa alikuwa anafanya kazi ya usafi katika moja ya mgahawa. Na pesa kidogo ambayo alikuwa anaipata, alikuwa anawatumia wazazi wake kule kijijini ili iwasaidie kununua mahitaji ya msingi. Kilichomfanya Ashura asirudi kijijini pamoja na wazazi wake sio kwamba kumtafuta Joji tu, bali ni mpenzi wake aitwaye Jackson. Jackson alikuwa ni kijana ambaye Ashura alimpenda sana. Walikuwa wamezoeana sana kwa muda mrefu pale mjini. Na katika kila kipindi kigumu cha familia yao, Jackson ndio alikuwa anawasaidia. Alimpatia Ashura pesa kidogo kwa ajili ya kununua mahitaji ya muhimu. Jackson alikuwa amemwahidi Ashura kwamba atamuoa. Hivyo alihisi kama angerudi kijijini Lushoto, angekuwa mbali na mpenzi wake. Kwa hiyo Ashura akaamua kubaki mjini. Ashura aliendelea kufanya kazi ndogo ndogo ili kujipatia pesa za matumizi, lakini pia alikuwa akimtegemea Jackson. Na mara zote alipohitaji fedha kutoka kwa Jackson, Jackson alimsaidia bila kusita. Siku moja Ashura alikuwa ametoka kwenye kibarua chake. Alikuwa anatembea huku amechoka, mawazo ni mengi. Alikuwa anawaza kuhusu familia yake. Familia yake iko Lushoto, maisha ni magumu. Na jinsi wazazi wake walivyokuwa wanamsisitiza mara kwa mara kwamba aendelee kumtafuta kaka yake, na yeye alikuwa hajui hata anzie wapi. Wakati anatembea huku akiwa na mawazo mengi kichwani, macho yake yakatua kwa watu wawili waliokuwa wanakuja mbele yake. Walikuwa wanatembea polepole kwa wameshikana mikono. Ashura akasimama, moyo wake ukashtuka, akatazama vizuri. Huyu si Jackson? Akajiuliza moyoni. Kadri alivyokuwa anawakaribia, ndivyo alivyothibitisha kwamba yule ni Jackson. Lakini Jackson hakuwa peke yake. Alikuwa na mwanamke mwingine mzuri, alikuwa ameshikana naye mkono. Ilikuwa wazi kabisa kwa muonekano wao walikuwa ni wapenzi. Ashura akachanganyikiwa kabisa. Bila kufikiria sana, akamkimbilia Jackson kwa hasira.
Jackson, huyu mwanamke ni nani? Jackson alishtuka kidogo, lakini hakuonyesha kuogopa. Akamtazama Ashura kisha akasema, tulia Ashura, huyu ni mpenzi wangu. Nilikuwa nimepanga kukuambia siku nyingi, lakini nini Jackson? Lakini nini? Umenifanyia nini Jackson? Maneno yale yalimuumiza sana Ashura, akajisikia vibaya sana. Kwa hasira na uchungu akataka kumshambulia yule mwanamke, lakini Jackson akamshika haraka mkono na kumzuia. Ndipo vurugu zikaanza pale barabarani. Watu walikuwa wanapita, wakasimama kidogo wakatazama kinachoendelea. Wengine walikuwa wanashangaa tu. Ashura akapiga kelele kwa maumivu. Umenidanganya Jackson, ulisema unanipenda, ukasema utanioa, kumbe una wanawake wengine. Ashura, haya mahusiano yalishaisha zamani, na kila nilipokuwa nataka kuambia wewe kutaka hata kunisikiliza. Ashura, mimi siwezi kukuoa. Ashura kusikia vile akapiga kelele zaidi. Wewe ni tapeli kabisa, umenidanganya. Ashura akawa analeta fujo zaidi. Ndipo Jackson akasema, Ashura, hebu tulia, acha kujaza watu. Siwezi kutulia, huyu mwanamke wako nitamfanya kitu kibaya. Ashura hasira zikamjaa zaidi, akajaribu kumpiga Jackson, lakini Jackson alikuwa na nguvu zaidi, akamzuia, akashika nywele zake, wigi likatoka na akalitupa chini barabarani. Ashura akawa hana wigi tena kichwani. Jackson akasema kwa ukali, nisikilize, wewe ni shetani, wala siwezi kuwa na wewe. Kuanzia sasa hivi fata mambo yako, achana kabisa na mimi. Ashura alikuwa ameanguka chini mbele za watu. Watu waliokuwa wamesimama pale pembeni walibaki wanamtazama kwa mshangao. Alikuwa amelala chini, nywele zake zimevurugika huku machozi yakimtoka. Lakini Jackson hakujali, akamshika mkono yule mwanamke wake, wakaanza kuondoka haraka pale barabarani. Ashura akabaki pale chini akiwa amechanganyikiwa kabisa, hakuelewa kile kilichokuwa kimetokea. Mwanzoni kabisa Jackson alimpenda Ashura kwa dhati. Alikuwa anamuona ni mwanamke wa maisha yake. Alikuwa na nia ya kumwoa na kuanzisha naye familia. Lakini mambo yalianza kubadilika polepole. Jackson hakusikia tu kutoka kwa watu, bali alikuwa amejionea mwenyewe baadhi ya mambo aliyokuwa akiyafanya Ashura. Wakati mwingine walipokuwa pamoja, Ashura alikuwa anaongea waziwazi kabisa mbele yake kuhusu mipango anayoifanya dhidi ya Beatrice. Ingawa Jackson alijaribu kumshauri asimfanyie wifi yake matukio hayo, hasa lile la fumanizi la kule Upanga, lakini Ashura hakujali kabisa. Mara zote alipokuwa na mshauri, Ashura alikuwa anajibu jeuri. Kadri muda ulivyokuwa unapita, Jackson akaanza kuona moyo wa Ashura. Akaona ni mwanamke mwenye roho mbaya sana, mjeuri, ashauriki, asikii la mtu. Ndipo Jackson akaanza kujiuliza, huyu mwanamke wa aina gani hasa? Mbona na roho mbaya kiasi hiki? Alifikiria sana, akajisemea, kama ameweza kumfanyia hivi mke wa kaka yake mambo makubwa kiasi hiki, je, kesho labda nikamkosea, hata nifanya nini mimi huyu? Hapo ndipo hofu ya kumwoa Ashura ikaanza kuingia moyoni mwake. Akaamua kujiondoa taratibu, akaanza kupunguza mawasiliano, akaanza kuwa bize zaidi kuliko kawaida, na polepole akaanza kutafuta mwanamke mwingine wa kuanzisha naye maisha. Hata hivyo Jackson bado alikuwa anamsaidia Ashura mara chache, si kwa sababu alikuwa anampenda, bali ni kwa sababu ya huruma tu. Kwa hiyo alipokuwa anamsaidia, alifanya tu kama vile mtu mwingine ambavyo angefanya kumsaidia mtu mwenye shida, lakini ndani yake alikuwa ameshafanya maamuzi tayari, hataweza kumwoa tena Ashura. Ashura alirudi kwenye chumba chake cha kupanga akiwa na huzuni kubwa sana. Alipofika akafungua mlango taratibu, kisha akaingia ndani akaketi kitandani. Hapo ndipo machozi yakaanza kumtoka bila kujizuia. Aliumia sana kwa sababu alikuwa anampenda kwa dhati Jackson. Kwa muda mrefu alikuwa anaamini kuwa Jackson ndio mwanaume ambaye angekuja kuwa mume wake. Ndiyo maana hata alikataa kurudi kijijini pamoja na wazazi wake ili abaki karibu naye. Sasa kila kitu kikawa kimevurugika. Ashura akabaki anajiuliza maswali mengi. Kwa nini Jackson amefanya hivi? Kwa nini alimdanganya? Ni kwa nini akaamua kumdhalilisha mbele za watu? Moyo wake ulikuwa umejaa maumivu makubwa sana.
Beatrice alikuwa amechoka sana. Siku zilikuwa zinaendelea kupita bila mafanikio. Tangazo lile alilokuwa ameliweka la kumtafuta George halikumpa matokeo aliyokuwa anayatarajia. Hakuna mtu aliyotoa taarifa ya maana. Simu nyingi zilikuwa ni za watu wa kumsumbua. Hakuna hata mtu mmoja aliyesema anajua alipo George. Beatrice alizidi kuumia sana. Mara nyingi alikuwa anakaa nyumbani akiwaza kimya. Alianza kujiuliza labda George hayupo tena Dar es Salaam. Alianza kufikiria huenda amehamia mkoa mwingine, lakini swali lilikuwa moja kubwa: ataanzia wapi kumtafuta? Hapo ndipo akapata wazo lingine. Akaamua kwenda kwenye moja ya media kubwa nchini. Alipofika pale kwenye zile studio, akaeleza kuwa anamtafuta mtu muhimu sana katika maisha yake. Aliwaeleza kwa ufupi kuwa anamtafuta mume wake George Abeli ambaye wamepotezana kwa muda mrefu na anaamini huenda yuko Tanzania lakini hajui alipo. Baada ya maelezo yale, wafanyakazi wa pale studio walimsikiliza kwa umakini. Ndipo wakamwambia kwamba kuna kipindi maalum cha kuwasaidia watu waliopotezana kukutana tena. Kipindi hicho kinaitwa Waliopotezana. Waliandika taarifa zake na kumpa siku maalum ya kurudi studio ili aonane na mtayarishaji wa kipindi hiko na kurekodi simulizi yake. Beatrice aliondoka pale studio akiwa na mawazo mengi. Hakujua kama kweli njia hiyo ingemsaidia kumpata George, lakini aliona ni bora kujaribu kuliko kukata tamaa kabisa. Wakati huo huo, upande mwingine wa maisha, George alikuwa tayari amemaliza kazi ya kuwasafirisha wale watalii. Safari yao ilikuwa imekamilika vizuri na sasa alikuwa yuko jijini Dar es Salaam. Akamkabidhi bosi wake ile coaster kama walivyokuwa wamekubaliana. Bosi wake akamshukuru sana George kwa kazi nzuri. Pia akamkabidhi malipo yake mazuri kwa kazi aliyokuwa ameifanya. George alifurahi sana. Akajisemea moyoni sasa angalau amepata pesa nzuri ambapo ataanza kujipanga upya na kumtafuta Beatrice. Baada ya hapo alirudi kwenye kile chumba chake cha kupanga. Alikuwa amechoka sana kwa safari ndefu. Akaoga, akala kidogo, kisha akalala kupumzika. Hakujua kabisa kwamba Beatrice anahangaika kumtafuta kila mahali. Asubuhi yake George aliamka mapema kama kawaida. Alipokuwa anajiandaa kutoka, akakumbuka simu yake ndogo ambayo kuna line na namba hizo ndio familia pamoja na Peter wanazijua. Simu ile ilikuwa imeharibika na imezima kwa muda mrefu. Ndipo akaichukua na kuipeleka kwa fundi. Fundi akaichunguza kidogo kisha akasema kwamba shida ni charging system. Simu inahitaji kubadilishwa system ya kuchajia. George akauliza gharama, fundi akamtajia kiasi cha pesa. George akalipia bila kusita. George akamwambia kwamba atapitia jioni kuichukua wakati anarudi nyumbani. Baada ya hapo akaondoka kuendelea na kazi yake ya taksi kama kawaida. Majira ya jioni akaipitia simu yake, ilikuwa iko vizuri sasa. Basi akaichukua. Alipofika nyumbani umeme haukuwepo, luku ilikuwa imeisha na pia haikuwa zamu yake. Hivyo akaingia kulala hata bila kuchaji simu yake. Na kesho yake alikurupushwa na request ya mteja kutoka kwenye simu ya kazi. Hivyo akajiandaa haraka na kuondoka. Siku hiyo George akaendelea kufanya kazi huku akiwaza kwamba akishapata pesa za kutosha atazunguka kila sehemu kumtafuta Beatrice. Na siku hiyo majira ya jioni Beatrice alienda kwenye studio za kile kituo cha media kama alivyokuwa ameambiwa. Alipofika pale mapokezi akakaribishwa vizuri. Kisha akaelekezwa mpaka kwenye chumba cha kurekodia kipindi kinachojulikana kama Waliopotezana. Ndani ya studio kulikuwa na utulivu mkubwa. Kamera zilikuwa tayari zimeshawekwa. Beatrice akakaribishwa kukaa kwenye kiti kilichokuwa mbele ya meza ya mtayarishaji wa kipindi. Mtayarishaji akamwangalia na kusema, "Jisikie ulikueleza kila kitu. Tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia." Beatrice akavuta pumzi kidogo kisha akaanza kujieleza. "Naitwa Beatrice Melton. Namtafuta mume wangu ambaye anaitwa George Abeli. Ni takriban miaka 3 sasa tangu tulipopotezana." Ndani ya studio kulikuwa kimya kabisa. Kila mtu alikuwa akimsikiliza kwa umakini. Beatrice akaendelea kusimulia kwa utaratibu. Akaeleza jinsi walivyokutana kwa mara ya kwanza, namna walivyopendana na maisha mazuri waliokuwa wanaishi pamoja kama mke na mme. Akaeleza pia kutokana na mvutano mkubwa wa kifamilia, basi akalazimika kuondoka na kumwacha George pale nyumbani walipokuwa wanaishi. Tangu siku hiyo hawakuwahi tena kuonana na George. Kipindi hiko kilikuwa mubashara, kikirushwa moja kwa moja kupitia televisheni na redio.
Watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi walikuwa wakifuatilia kwa umakini. Watu wengi waliokuwa wanasikiliza waliguswa sana na simulizi ya Beatrice. Sauti yake ilikuwa imejaa maumivu, lakini pia ilibeba tumaini la kuonana tena na mtu anayempenda kwa dhati. Baada ya kueleza yote, Beatrice akatoa picha ya George aliyokuwa ameishika mkononi. Akaielekeza kwenye kamera ili watazamaji waweze kuona mtu anayemtafuta. Ndani ya studio kulikuwa na ukimya wa hisia. Baada ya muda mfupi, mtayarishaji wa kipindi akasema, "Usijali Beatrice, sisi tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuhakikisha ujumbe wako unawafikia watu wengi iwezekanavyo." Maneno yale yalionekana kumpa Beatrice tumaini jipya. Beatrice alimshukuru sana mtayarishaji wa kipindi pamoja na wafanyakazi wote wa studio. Kisha akainuka taratibu na kuondoka pale studio, huku moyoni mwake akiwa na tumaini moja tu, pengine siku moja George atasikia ujumbe wake. Wakati anatoka nje kulikuwa na mvua kubwa sana. Anga lilikuwa limejaa mawingu mazito na baridi ilikuwa inaongezeka. Ndipo mlinzi mmoja wa pale studio akamwambia kwa upole, "Madam, subiri kidogo. Ngoja nikutafutie taksi." Beatrice akasimama pale akimsubiri mlinzi. Mlinzi yule akatoka nje akiwa na mwamvuli. Akasimama pembeni ya barabara akatazama magari yanayopita. Mara akaona taksi ikipita, akaisimamisha. Taksi ikasimama. Mlinzi akamsogelea dereva na kumwambia, "Kuna mteja hapa anahitaji kwenda Mbezi Beach." Mlinzi alikuwa ameshapewa tayari maelekezo na Beatrice kuhusu mahali anapoenda. Ndipo mlinzi yule akarudi haraka kumfuata Beatrice. Akamkinga na mwamvuli huku mvua ikiendelea kunyesha kwa nguvu. Akamsindikiza mpaka kwenye taksi ili asiloe. Beatrice akaingia ndani ya gari akaketi siti ya nyuma. Mlinzi akafunga mlango akamuaga, "Safari njema madam." Taksi ikaondoka polepole barabarani huku mvua ikiendelea kunyesha. Beatrice alikaa kimya kwenye siti ya nyuma huku akiwa na mawazo mengi. Alikuwa akijiuliza moyoni, je, kweli kipindi kile kingemsaidia kumpata George? Alikuwa amechoka sana. Miezi ya kumtafuta George bila mafanikio ilikuwa imemchosha kiakili na kimwili. Akaegemeza kichwa chake kidogo kwenye siti huku macho yake yakitazama nje. Walipofika Mbezi Beach, Beatrice akamwelekeza yule dereva taksi mtaa anaoelekea. Dereva akatikisa kichwa kimya kimya, kisha akaendelea kuendesha gari ndani ya ule mtaa kama alivyoelekezwa. Mvua ilikuwa bado inanyesha taratibu. Dereva akaendelea kuendesha mpaka pale alipoambiwa, lakini Beatrice hakujua kabisa kwamba dereva aliyekuwa anampeleka nyumbani alikuwa ni George mwenyewe. Kwa upande wa George, akili yake ilikuwa mbali sana. Alikuwa akiwaza mambo mengi kuhusu maisha yake. Walipokuwa kwenye mtaa wa kule Mbezi Beach, George akahisi kitu moyoni mwake. Sehemu ile ilikuwa karibu sana na nyumba aliyokuwa akiishi zamani. Akaanza kuhisi mapigo ya moyo yanaongezeka. Alipokuwa kwenye ule mtaa, kumbukumbu nyingi sana zikamjia. Macho yake akaanza kuwa mazito. Mwishowe taksi ikafika mbele ya geti la nyumba ile ile ambayo zamani ilikuwa mali yake. George alishangaa sana, akajiuliza moyoni, haya ni maajabu. Ina maana huyu abiria anaishi kwenye hii nyumba iliyokuwa nyumba yangu? Lakini hakusema kitu. Wakati huo mlinzi wa pale getini alipoona ile taksi ikisimama akakaribia. Alipotazama vizuri akagundua kwamba Beatrice alikuwa ndani ya gari. Haraka akafungua geti. Taksi ikaingia taratibu. Alipofika ndani ya geti, Beatrice akashuka kwenye gari huku akijifunika vizuri kikoi chake kwa sababu mvua ilikuwa bado inaendelea kunyesha. Kwa upande wa George naye akashuka polepole, lakini badala ya kuangalia abiria wake, akaanza kutazama nyumba ile kwa umakini. Kila kona nyumba ile ilimkumbusha maisha aliyokuwa nayo. Ndani ya moyo wake maumivu yakamjaa. Akakumbuka jinsi alivyoishi pale kwa furaha na mke wake Beatrice. Ghafla machozi yakaanza kumtoka kimya kimya. Wakati huo Beatrice alikuwa akitafuta hela ndani ya pochi yake ili ampatie dereva taksi. Alipotoa hela akamgeukia dereva na kumwambia, "Kaka, hela yako." George alikuwa bado amegeuka upande mwingine akijaribu kufuta machozi yake haraka. Aliposikia sauti ile akashtuka kidogo. Polepole akageuka huku akifuta machozi. Wakati huo Beatrice alikuwa amesimama mbele yake akimpa pesa. Ile tu George alipoinua macho yake, macho yakagongana. Sekunde chache zikapita kwa ukimya mzito. Kila mmoja alibaki amesimama bila kuamini kinachoonekana.
Kwa mshangao mkubwa, Beatrice akasema, George! Na George kwa mshangao ule ule akasema, Beatrice! Kila mmoja alibaki ameduaa kwa sekunde chache, kama vile wanahisi wanaota ndoto. Furaha kubwa ikalipuka mioyoni mwao. Beatrice akakimbia hatua chache mbele, George naye akasogea haraka, wakakumbatiana kwa nguvu sana. Mvua ndogo iliyokuwa inanyesha haikuwa na maana tena. Kila mmoja alikuwa amemkumbatia mwenzake kwa nguvu sana, kana kwamba anaogopa sija kampoteza tena. Miaka mitatu ya maumivu, mateso na upweke ilikutana kwenye kumbatio moja la furaha. Walipoingia ndani ya ile nyumba, kila mmoja wao alihisi kama yuko ndotoni. Macho yao yalijaa mshangao na furaha kwa wakati mmoja. Walikumbatiana kwa nguvu, wakicheka huku machozi ya furaha yakitiririka mashavuni mwao. Lakini moyoni mwa George kulikuwa na swali moja kubwa. Alikuwa haelewi ni kwa nini Beatrice alikuwa ndani ya ile nyumba. Maana kumbukumbu zake zinamwambia wazi kwamba ile nyumba ilikuwa imeuzwa na benki baada ya kushindwa kulipa mkopo. Baada ya muda mfupi wa kimya, George akaamua kuuliza, "Mke wangu, mbona uko hapa?" Alisema kwa sauti ya mshangao, "Nyumba hii iliuzwa na benki?" Beatrice akatabasamu kidogo kisha akasema kwa upole, "Ni kweli iliuzwa mpenzi, lakini niliamua kuinunua mimi mwenyewe." George akamwangalia kwa mshangao zaidi. Beatrice akaendelea kusema, "Niliposikia kwamba benki inatangaza nyumba hii inauzwa, niliamua kuinunua, nisingeweza kuruhusu nyumba yetu ipotee." Maneno hayo yakamgusa sana George. Alibaki ameduaa kwa sekunde kadhaa, kama mtu aliyekuwa haamini kile alichokisikia. Macho yake yakaanza kuloa machozi ya furaha. Hakujua aseme nini ili kumshukuru Beatrice. Ndipo akamsogelea Beatrice akamkumbatia kwa nguvu, akionyesha furaha isiyo na kifani. "Asante sana Beatrice. Nakushukuru sana mke wangu." Beatrice akaagiza chakula kutoka mgahawa wa karibu. Haikuchukua muda mrefu, mtu wa delivery akafika na chakula. Beatrice akamkaribisha George mezani. George alikuwa na njaa kubwa sana, sio njaa ya chakula tu, bali pia njaa ya mapenzi ya mke wake aliyokuwa ameyakosa kwa muda mrefu. Wakakaa mezani wakaanza kula. Walikuwa wanatazamana kama vile wachumba wapya. Baada ya kumaliza kula, George akapiga magoti mbele ya Beatrice. Kwa sauti ya unyenyekevu akasema, "Mke wangu, naomba unisamehe sana kwa yote yaliyotokea." Beatrice akashtuka kidogo kisha haraka akamnyanyua George kutoka pale alipokuwa amepiga magoti. "Mume wangu," alisema kwa sauti ya upole, "mimi nilishakusamehe hata kabla sijaondoka hapa. Najua kabisa lile lilikuwa kosa lako, maana walituchonganisha." George akavuta pumzi kidogo kisha kwa sauti iliyojaa uchungu akasema, "Beatrice, mimi ndiye mwenye makosa. Nilipaswa nikuamini. Nilipaswa nisimame na wewe. Nilipaswa nikulinde. Lakini badala yake nikaruhusu maneno ya familia yangu yatuvuruge mke wangu. Naomba unisamehe." Akavuta pumzi kidogo, machozi yakimtoka. "Najuta sana mke wangu. Najuta kila siku. Tangu umeondoka kwenye maisha yangu, sijawahi kuwa sawa hata siku moja. Naomba unisamehe." Beatrice alihisi moyo wake ukimuuma kumwona George katika hali ile. Haraka akamsogelea akamshika mkono kisha akasema, "Mume wangu, nilishakusamehe. Najutia kwa yote Beatrice. Nimejifunza mengi sana. Sitaki kurudia tena makosa yangu. Nimegundua bila wewe maisha yangu hayana maana yoyote." Ndipo akakumbatiana pale dining kwa furaha kubwa. Ilikuwa ni mwanzo mpya. Usiku ule walikaa pamoja wakizungumza kwa muda mrefu sana. Walikumbuka mambo mengi ya zamani, wakacheka na wakati mwingine machozi yakawatoka. Beatrice alimsimulia George jinsi Zulfa alivyomsaidia kwa kila hatua mpaka ile nyumba ikarudi tena mikononi mwao. George aliposikia hayo yote, moyo wake ulijaa shukrani. Kimya kimya alimshukuru Mungu kwa kuwarudisha tena pamoja. Usiku ule ulikuwa ni usiku maalum sana kwa George na Beatrice. Usiku wa kuanza upya, usiku wa kusameheana, na zaidi ya yote ulikuwa usiku wa kurudisha mapenzi yaliyokuwa yamepotea kwa muda mrefu. Baada ya miaka mitatu ya kutengana, maumivu, maswali yasiyo na majibu,
na kumbukumbu ambazo zilikuwa zinachoma mioyo yao kila siku. Hatimaye usiku wa leo, George na Beatrice walikuwa pamoja tena. Walikuwa kimya na kimya chao kilikuwa kimebeba hisia nyingi kuliko maneno. Walitazamana kwa muda, hakuna aliyesema kitu, lakini macho yao yalikuwa yakizungumza, yakieleza maumivu waliokuwa wameyapitia na furaha ya kukutana tena. Beatrice akavuta pumzi polepole, George akatabasamu kwa upole, na ghafla kicheko kikatoka kwa wote wawili. Mazungumzo yakaanza kwa sauti ya chini. Wakaanza kukumbushana kila kitu walichopitia, jinsi kila mmoja alivyomkumbuka mwenzake. George akamsogeza Beatrice kwa upole, akamshika mkono, kisha akambeba juu kwa upendo na kumbusu. Usiku huo haukuwa ni usiku wa kawaida, ilikuwa ni siku ya furaha isiyo na kifani. Usiku wa mioyo iliyopona na mapenzi yaliyorejea kwa nguvu zaidi kuliko awali. Walilala huku wakipiga stori, walifurahi na kucheka. Hakukuwa na huzuni tena, hakukuwa na maumivu tena. Kulikuwa na upendo tu, upendo safi, upendo wa kweli, upendo wa dhati. Ilikuwa ni furaha sana kwa wote wawili. Na usiku huo walijua wazi kabisa, hii haikuwa bahati, hii ilikuwa ni muujiza.